Bwana, kuna ule msemo unaosema kwamba ukistajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Ndicho ambacho kimetokea kule Gabon. Bwana, mara baada ya timu ya taifa ya Gabon kutolewa kwenye michuano ya AFCON, bwana, serikali ya nchi hiyo imechukizwa sana juu ya kitendo hicho cha kutolewa mapema kwenye michuano hiyo ya AFCON ambayo inaendelea kulindima kule nchini Morocco. Bwana, serikali ya Gabon imesimamisha rasmi timu ya taifa hadi Irani nyingine kufuatia kuondolewa kwao mapema katika hatua ya makundi ya AFCON baada ya kuonyesha kiwango kibovu kilichoishia kuwafanya kumaliza mkiani mwa kundi F. Bwana, katika hatua kali zaidi, mshambuliaji wa Marseille Pierre-Emerick Aubameyang ambaye pia aliwahi kukipiga ndani ya klabu ya Arsenal pamoja na nahodha Bruno Ekuele Manga wamepigwa marufuku ya kuchaguliwa kuitumikia timu ya taifa. Bwana, aidha benchi lote la ufundi limevunjwa. Gaboni walipoteza michezo yote kwenye michuano hiyo, jambo lililoibua hasira kubwa kutoka kwa mamlaka na mashabiki wa soka nchini. Bwana, hicho ndicho ambacho kimewakuta Gabon kwenye michuano hiyo ya AFCON mara baada ya kufanya vibaya. Bwana, serikali imeipiga marufuku. Bwana, tujikumbushe pengine historia ya Gabon katika AFCON. Bwana, Gabon kwa mara ya kwanza ilishiriki AFCON kwa mara ya kwanza mwaka 1994 nchini Tunisia. Gabon imeshiriki AFCON takriban mara 9. Mafanikio makubwa zaidi kwa Gabon ni nafasi bora zaidi, ilifika robo finali kwa maana hatua ya 8 bora mwaka 1996 Afrika Kusini, na 2012 waliandaa pamoja na Equatorial Guinea. Bwana, 2012 walipokuwa wenyeji, Gabon ilishirikiana na Equatorial Guinea kuandaa AFCON 2012. Timu ilicheza vizuri hatua ya makundi, lakini ilitolewa na Mali kwa penati kwenye robo finali. Wachezaji maarufu ni Pierre-Emerick Aubameyang ambaye wamepigwa marufuku kuchaguliwa ndani ya timu hiyo ya taifa, lakini Bruno Ekuele Manga naye pia ni moja kati ya wachezaji ambao wamepigwa marufuku kuitumikia timu ya taifa, lakini wengine ni Daniel Kozim pamoja na Didier Ovono, kipa maarufu. Bwana, Gabon haijawahi kufika nusu finali wala kushinda kombe la AFCON. Mara nyingi hutolewa kwenye hatua ya makundi au robo finali. Sasa mwaka huu bwana 2025, kwa sasa tunafahamu tuko 2026. 2025 Gabon bwana wametolewa kwenye michuano hiyo wakiwa mkiani mwa kundi F. Kwa hiyo mara baada ya tukio hilo bwana, serikali ya Gabon imekasirishwa kabisa na wamepiga marufuku, wameisimamisha timu hiyo na kupiga marufuku baadhi ya wachezaji kuitwa kwenye timu ya taifa. Bwana, Gaboni walikuwa kundi F kama ambavyo nimekujuza, na walikuwa na mataifa kama Ivory Coast, Cameroon, Mozambique na Gaboni wenyewe. Ukitazama kundi, of course walipangwa na bingwa mtetezi, lakini ukitazama pia kundi, moja kati ya kundi ambalo lilikuwa gumu sana, na timu ambazo zilikuwa zinapewa nafasi ya kusonga mbele alikuwa ni Ivory Coast na Cameroon ambao wao tayari wameshakusha kutinga hatua ya 16. Lakini Mozambique ni moja kati ya timu ambayo ilikuwa ipewe nafasi pengine ya kufuzu. Tunafahamu Mozambique amefuzu kwenye hatua ya 16 kama best loser. Sasa pengine nafasi ya Mozambique ilikuwa inapewa nafasi kubwa Gabon, lakini Gabon bwana hakuna jambo ambalo wamelifanya, na Gabon wamemaliza kwenye kundi hilo wakiwa hawana alama. Bwana, moja kati ya taarifa ambayo kiukweli ni halali, unaweza ukasema kwamba serikali kuchukizwa na kitendo ambacho Gabon wamekifanya. Bwana, Gabon walipoteza zidi ya walipigwa zidi ya Cameroon 1-0, alafu akaja akapigwa magoli 3-2 zidi ya Mozambique, alafu akaja akapigwa 3-2 dhidi ya Ivory Coast. Kwa hiyo Gabon kwenye michezo yote mitatu ambayo wamecheza wamefungwa magoli 7, alafu wao wamefunga magoli 5. Bwana, hiyo ndio historia ya Gabon kwenye michuano ya AFCON 2025 kule nchini Morocco.
ambako ametolewa, lakini wakishushua rungu na serikali yao mara baada ya kutofurahishwa na matokeo ambayo Gabon wameyapata. Kwa hiyo ni moja kati ya jambo ambalo Gabon bana wamekutana nalo mara baada ya kufanya vibaya kwenye michuano ya AFCON kule nchini Morocco. Bwana, serikali imesimamisha timu hiyo mpaka Irani nyingine, na baadhi ya nyota wakipigwa marufuku kuitwa kwenye timu ya taifa, kiwemo Emerick Aubameyang ambaye ni moja kati ya nyota mkubwa sana, na ni moja kati ya nyota ambaye pengine timu ya Gabon ilikuwa mabegani mwake, lakini ameshindwa kabisa kuitetea. Kwa hiyo katika hatua kali zaidi, mshambuliaji huyo wa Marseille Pierre-Emerick Aubameyang pamoja na nahodha Bruno Ekuele Manga wamepigwa marufuku ya kuchaguliwa kuitumikia timu ya taifa. Lakini bechi la ufundi pia limevunjwa. Maana ni moja kati ya adhabu ambayo Gabon wamekutana nayo baada ya kufanya vibaya kwenye michuano hiyo ya AFCON. Na pengine huenda hatua hii ikaleta pengine sura mpya kwenye taifa la Gabon kwenye michuano itakayofuata. Unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo serikali ilikuwa na matumaini makubwa sana na timu yake ya taifa, lakini imekwenda ndivyo sivyo, na wakimaliza kundi F wakiwa hawana point. Pengine tunaweza tukashare jambo kupitia kwenye comment section hapo chini. Unadhani kilichofanywa na serikali ya Gaboni ni sahihi ama wameionea? Kwa sababu pia hata kundi ambalo Gaboni walikuwepo lilikuwa ni moja kati ya kundi gumu sana. Ukilitazama unaona kabisa kwamba hapa kutoboa kwa Gaboni ni ngumu. Na je, unadhani kwa nini serikali ya Gaboni imeamua kufanya hivi? Waliamini pengine timu yao ya taifa ingeweza kufanya vizuri, pengine waliwekeza fedha kubwa sana na imekuwa tofauti na kile ambacho wamekipokea. Bwana, tunaweza tukashare kwenye comment section hapo chini mara baada ya serikali ya Gaboni kuchukua hatua hii dhidi ya Gaboni mara baada ya kufanya vibaya kwenye michuano ya AFCON kule chini Morocco, kwa kumaliza chini kabisa ya kundi F wakiwa hawana alama na wakiwa wamefungwa magoli 7, wakifunga magoli 5 kwenye michezo yote. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo Gabon wameifanya serikali yao kuchukua hatua hiyo baada ya kuweza kufanya vibaya kwenye michuano hiyo ya AFCON kule nchini Morocco. Licha kuwa na nyota mkubwa kama Pierre-Emerick Aubameyang, lakini hawakufua dafu kabisa dhidi ya Msumbiji, hawakufua dafu dhidi ya Kameruni, hawakufua dafu dhidi ya Ivory Coast. Kwa unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo tukio hili limeibua hisia za wadau wa soka mara baada ya serikali ya Gabon kuweza kuchukua hatua hiyo ya kuisimamisha